Mfanyakazi huyu wa ndani anagundua siri nzito ya utajiri wa bosi wake. Kumbe bosi wake ni nusu mtu nusu nyoka. Mara baada ya kugundua siri hiyo, balaa zito linamkuta. Sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Kulikuwa na mzee mmoja anayeitwa Mzee Rashidi. Mwenye miaka 50, alikuwa ni maarufu sana jijini. Alimiliki majumba ya kifahari, makampuni ya kifahari, lakini pia anamiliki magari mengi ya kifahari. Mzee huyo alikuwa ni tajiri mkubwa sana jijini. Kila mtu alimjua kama mtu wa mafanikio, tajiri mwenye heshima na anayejua kusaidia watu na mwenye tabasamu lisiloisha. Lakini nyuma ya pazia ya mafanikio yake kulikuwa na siri nzito sana. Watu walikuwa wakishangaa sana ni kwa nini biashara za mzee huyo haziyumbi. Hata kama uchumi wa nchi unayumba, biashara yake yeye hayumbi. Mzee Rashidi hakuwa tajiri wa kawaida. Miaka kadhaa iliyopita, kabla hajawa bilionea, alikuwa masikini aliyekuwa amekata tamaa. Alikuwa akipambana na madeni. Familia ilimkimbia na nyumba yake ya mwanzo ilitaifishwa na benki. Ndipo alipokutana na mtu mmoja mwenye mavazi meusi, mtu ambaye hakuwahi kujua jina lake kamili, ila alijitambulisha kama Bwana Mwando, mwanachama wa chama cha ajabu kilichoitwa Freemason ya kanda ya Afrika Mashariki. Bwana Mwando alimwambia mzee huyo, ukitaka mali isiyo na mwisho, usitafute kwa watu, tafuta usiku wa saa 7. Maneno hayo aliyasikia vizuri Mzee Rashidi, lakini moyo wake wa tamaa ulimsukuma kuuliza zaidi. Ndipo akafundishwa ibada moja ya ajabu, ibada ambayo ilitakiwa kufanyika kila usiku wa saa 7 kamili ndani ya chumba kilicho na kioo kikubwa, chungu cha udongo cheusi na mishumaa 12. Alipoanza kufanya ibada hiyo kwa mara ya kwanza, alishtuka. Mwili wake ulianza kubadilika, damu ikawa inachemka, na ghafla miguu yake ikaanza kujikunja na kubadilika kuwa kama nyoka. Sehemu ya juu ya mwili wake ilibaki ya kibinadamu, lakini chini akawa ni nyoka, kwa maana nusu mtu nusu nyoka. Kwa macho yake mwenyewe mzee huyo alipokuwa akifanya ibada hiyo, alianza kuona pesa zinatoka hewani na kuanguka chini katika kitanda na zingine sakafuni. Hiyo ilikuwa ndio siri yake kubwa kuliko zote. Sasa basi, kila usiku wa saa 7 Mzee Rashidi alikuwa akiingia kwenye chumba hicho kwa siri. Hakuruhusu mtu yeyote kumkaribia, hata mke wake wa zamani hakuwa na ruhusa kupita hapo. Wafanyakazi wote wa ndani walikuwa wanajua ikifika saa 6:30 usithubutu kusogea karibu na chumba cha bosi. Miaka ilipita na mali yake ikaongezeka zaidi. Magari mapya, majumba ya kifahari, hata watu waliogopa kumuuliza chanzo cha utajiri wake. Lakini kama ilivyo kwa kila siri, siku moja ukweli ulipaswa kufichuka. Katika nyumba hiyo kubwa aliishi binti mdogo aitwaye Amina mwenye umri wa miaka 20 tu. Alikuwa ni msichana mpole, mnyenyekevu, lakini mwenye akili nyingi sana. Alikuwa ameajiriwa kama mfanyakazi wa ndani, akifanya kazi za kupika, kufua na kusafisha vyumba. Siku moja usiku wa manane, Amina alisahau kioo chake cha jikoni ndani ya chumba cha kulala cha Mzee Rashidi. Alihofia kwamba bosi wake angeamka asubuhi na kumkemea kwa kuacha vitu hovyo. Kwa hivyo akaamua kuingia usiku ule ule kuchukua. Saa ilikuwa ni saa 7 kasorobo. Wakati anasogea taratibu kuelekea chumba cha Mzee Rashidi, alipozidi kukaribia, alihisi upepo mzito ukipuliza kutoka ndani ya chumba na mwanga hafifu wa mishumaa uking'aa chini ya mlango. Akaweka sikio lake karibu na mlango wa bosi wake, akasikia sauti za ajabu kama nyoka wakisogea na mtu akiongea kwa sauti nzito za ajabu. Ewe Mungu wa giza, nilete mali, nilete nguvu, nipo tayari kutoa chochote. Hizo ndio sauti ambazo alikuwa akizisikia binti huyu Amina. Amina alishtuka, moyo ukadunda kwa kasi. Alijaribu kuondoka, lakini udadisi ukamzidi. Alifungua mlango kidogo. Kilichotokea kilikuwa ni kinyume cha ndoto yoyote ile ya mwanadamu. Alimuona Mzee Rashidi akiwa mbadilika, juu akiwa ni binadamu wa kawaida, lakini kuanzia kiunoni kushuka chini akiwa ni nyoka mkubwa. Hakika macho ya Mzee Rashidi yalikuwa ni mekundu, ulimi unacheza hewani na pesa zinaporomoka kutoka hewani zikiingia kwenye chungu alichoshika na zingine zikimwagika chini. Amina alipiga ukunga kweli kweli. Mzee Rashidi akageuka haraka, macho yake yakiangaza kwa hasira na uoga. Kwa muda mfupi akajaribu kusema kitu, lakini ghafla alianza kupiga kelele akishika kichwa chake kwamba kinamuuma kweli kweli Mzee Rashidi, na kisha akazungumza maneno haya: nimefunuliwa, wamejua siri yangu, wamejua. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ambayo ameyazungumza Mzee Rashidi.
wakati wameshika kichwa huku anajivuta. Hakika ghafla akapiga kelele kubwa, akachanganyikiwa kabisa, akaanza kukimbia ndani ya nyumba akicheka kama mwenda wazimu. Usiku ule mvua ilianza kunyesha kwa nguvu, radi ikapiga mara 3 mfululizo, na alfajiri ilipofika nyumba nzima ya mzee Rashidi ilifutika, haikuwepo tena. Sehemu ambapo nyumba ilikuwepo palibaki ardhi tupu tu. Hakika watu hawakujua nini hasa ambacho kilitokea. Asubuhi ile baada ya tukio la jana usiku, Amina alikuwa yupo kwa majirani. Akaondoka na majirani kadhaa kwenda kushuhudia kile ambacho aliwasimulia, lakini majirani hakuamini. Walipofika tu walikuta majirani wengine wakisimama kando ilipokuwa nyumba ya mzee Rashidi, na wakiona moshi tu ukipaa angani. Mzee mmoja mtaani aitwaye Mzee Hamisi, jirani wa karibu, alimwangalia Amina kwa mshangao na kuzungumza maneno haya: "Wewe si mfanyakazi kwa mzee Rashidi? Umefikaje hapa wakati nyumba yenu yote imeteketea?" Amina alijaribu kuongea, lakini sauti yake ilikuwa inatetemeka. Sijui. Nilimuona usiku, alikuwa si binadamu, alikuwa nyoka, kisha kila kitu kikapotea." Watu waliomzunguka walicheka kwa mashaka. Wengine wakasema, "Mshana huyu amepagawa." Mwingine akasema labda nyumba yao imeteketea kwa moto wa gesi. Lakini walipotazama vizuri pale kwa mzee Rashidi, hakukuwa na majivu wala mabaki ya mbao wala mawe. Ni kama kulikuwa na ardhi tu ambayo haijawahi kujengwa, yani kiwanja tambalale. Palibaki tu duara kubwa ardhini, likiwa limezungukwa na majani yaliyokauka ghafla. Na katikati ya duara hilo kubwa katika kiwanja hiko kulikuwa na chungu cha udongo kilichopasuka vipande. Mzee Hamisi alinyanyua kipande kimoja cha chungu kile, akakiona kimeandikwa maneno ya ajabu kwa herufi zisizoeleweka. Kabla hajamaliza kukiangalia, kilimuunguza mkononi kama moto, akakirusha mbali kwa hofu. Akasema, "Subhanallah, hiki kitu si cha kawaida," alisema huku akipuliza mkono wake. Habari zilisambaa haraka. Watu walipiga simu kwa polisi wakaja wakafanya uchunguzi. Walipokagua eneo hilo, hawakupata dalili yoyote ya moto. Hata vumbi lilionekana ni jipya kabisa, kana kwamba nyumba haijawahi kujengwa pale. Amina akapelekwa kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Afande mmoja alimhoji kwa upole, huku akimwangalia kwa macho ya shaka. "Tueleze vizuri, ulisema waliona nini kabla ya nyumba kutoweka?" Amina akavuta pumzi kwa nguvu, machozi yakimtiririka. Kisha akasema, "Nilimuona mzee Rashidi, mwili wake ulibadilika. Alikuwa nusu mtu nusu nyoka. Alikuwa ameshika chungu, pesa zikimiminika kutoka juu. Nilipoingia chumbani aliniangalia kwa hasira, kisha akaanza kupiga kelele. Halafu akawa kama amechanganyikiwa kabisa. Baada ya hapo nyumba yote ikapotea." Polisi walitazamana kwa macho ya kutatanisha. Mmoja wao akasema kwa chini, "Huyu msichana anaweza kuwa amepata mshtuko wa akili. Tumpeleke hospitali ya akili kwanza." Ndivyo polisi mmoja alisema. Lakini wakati wanajiandaa kuondoka, mzee mmoja alipita kwa bahati mbaya. Alisimama ghafla na kusema kwa sauti nzito, "Hii si mara ya kwanza kusikia mtu tajiri anatoweka hivi. Kuna roho zinakula wanaojiunga na vyama vya giza. Saa 7 ni saa yao." Mzee huyo aliwaambia polisi wakati wanajiandaa kumpeleka binti huyo katika vituo vya machizi. Watu wote wakamwangalia. Mzee huyo aliitwa Mzee Fundi Baraka, aliyewahi kuwa mganga wa jadi zamani miaka nyuma, lakini sasa alikuwa ni mtu tu wa kawaida anafanya shughuli zake mjini. Aliomba polisi wampeleke katika eneo hilo akaliangalie kwa uchunguzi zaidi. Ni kweli polisi waliambatana naye mzee huyo. Moja kwa moja akafika pale ambapo ilikuwepo nyumba ya mzee Rashidi. Mzee huyo alitazama vizuri kisha akasema, "Maji yamemezwa na ardhi. Nafsi yake iko katikati ya giza. Hii nyumba hajateketea, imechukuliwa." Kila mtu akanyamaza kimya na kila mtu akaanza kuondoka katika eneo hilo kwa hofu kubwa kweli. Baada ya siku 3, Amina aliachiliwa kurudi nyumbani na polisi. Lakini tangu siku hiyo alianza kupata ndoto za ajabu kila usiku. Akiamka na kuwa anatetemeka, jasho linamtoka na harufu ya moshi inajaa ndani ya chumba chake huko nyumbani kwao aliporejea mkoani. Hakika hiyo ndio hali halisi ambayo aliishi nayo Amina. Lakini baada ya muda hali hiyo ikaenda inapotea taratibu, na Amina akarudi katika hali yake ya kawaida kabisa, kama binadamu wa kawaida. Na kufikia hapo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri ambayo inamhusu mzee nusu mtu nusu nyoka ambaye alipata utajiri kwa njia za Freemason, na hakika ameteketea katika mazingira ya kutatanisha. Siku zote pesa ambazo zinapatikana kwa njia rahisi huwa zinaondoka kwa njia hiyo rahisi. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.